imeuawa kiuchumi. Mkonge umekufa, korosho ni wizi, wanawaibia. Gesi ambayo iko maeneo yenu, futi za ujazo trilioni 54.5 haifunction. Hakuna mtu anayejua leo nini kinaendelea kuhusu gesi. Imekuwa siri ya serikali. Nasema uongo? Watu waliokuwa nadai hawajalipwa tena mambo yao ya gesi kwa sababu haieleweki kinachoendelea. Leo kuhusu utalii wa Seru, ni ngumu kwenda Liwale kwa sababu hakuna barabara. Tumetoka Dar es Salaam, mtalii hawezi kuamua kuja Seru aache kwenda kaskazini ambako kuna barabara nzuri, ambako kuna uwanja wa Kia pia. Leo utalii wa fukwe hizi zote, kungekuwa na utalii mkubwa sana maeneo haya na uchumi wa hapo ungekuwa mkubwa. Leo uvuvi baharini ungekuwa mkubwa kwa sababu bahari iliyoko kwenye nchi hii 60% iko kwenye mikoa ya Lindi na Mtwara. Unaenda nchi kama Norway, mwaka jana peke yake uvuvi wa bahari kuu wamepata mapato ya zaidi ya bilioni $9 ambazo ni trilioni 30, karibia asilimia 80 ya bajeti ya nchi yetu ni uvuvi wa mwaka mmoja. Vijana wetu hawana ajira kwa sababu watu walioko madarakani hawana uwezo, ni wabinafsi, ni majizi, hawataki kuwekeza kwa viongozi, kwa wananchi ili wananchi wapate maisha. Mwaka jana ripoti ya CAG iliyotoka, kumeibiwa, yani fedha ambazo zimepotea zaidi ya bilioni 317. CAG anasema ni matumizi yasiyoeleweka, yani matumizi ambayo hayaeleweki, yasiyokuwa na msingi. Bilioni 317. Nyie hapa ili mjenge kiwanda cha kusindika samaki na watu wapate boti kubwa za uvuvi, mnahitaji chini ya bilioni 10 kujenga hicho kiwanda kiwapatia ajira hapa. Lakini serikali yenu zaidi ya bilioni 317 zinapotea kwa mwaka mmoja tu, na nyie mnabaki maskini.